Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatun lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Amma ba'd. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu wapenzi watazamaji wetu wa Msimbu Online TV, siku ya leo kwa wapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala tunaendelea tena katika darasa zetu mbalimbali za adhkar na dua, na leo biidhnillahi Ta'ala tunakwenda katika darasa fupi la kuzungumzia ndoto za aina 6, na mada inasema ukiota ndoto hizi 6 utakuwa ni mtu mwenye hadhi na heshima kubwa katika dunia. Ukiota ndoto hizi 6 utakuwa mwenye hadhi na heshima kubwa katika hii dunia. Isikilize mada hii, darasa hili kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Pengine huenda miongoni katika ndoto hizi na wewe unaziota, lakini kwa namna moja ama nyingine uelewe maana yake na ufahamu nini tafsiri yake. Kwa ni vyema ukasikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili ufaidike na uondoke na tafsiri iliyokuwa nzuri, upate kujifundisha au manufaa katika tafsiri hiyo. Na sitaki nikutawalishie muda mrefu, sitaki nikupotezee muda mrefu. Tuende moja kwa moja katika mada ili tuokoe muda. Ya mwanzo kabisa ambayo hii mtu kama ataota basi atakuwa mtu mwenye hadhi na heshima iliyokuwa kubwa katika dunia. Maana yake nini? Maana yake mtu huyu Mwenyezi Mungu atamnyanyua kwa kipato, maisha yake alhamdulillah atakuwa ni mazuri. Kama atakuwa anaota ndoto za sampuli hii, na kizuri zaidi kikawa zinamrejea. Ya mwanzo kabisa, audatul mayit ila alhayy. Audatul mayit ila alhayy, kwa mtu ambaye amelala kisha akaota au akamuota mtu aliyekufa amerudi tena kuwa hai. Mfano na jamaa yako na ndugu yako na ndugu yako na jirani yako, pengine alishakufa muda mrefu ama alishakufa muda mfupi, lakini ukaja ukamuota katika ndoto amerudi kuwa hai. Ndoto hii ndugu yangu kiota, basi tambua faraja, tambua neema, tambua kuna mwanga mbele yako ni mzuri. Bimaana utakuwa ni mtu ambaye atakayeota ndoto hii atakuwa haoti ndoto hizi isipokuwa mtu mwenye hadhi na heshima iliyokuwa kubwa sana. Kwa hiyo mojawapo ni mtu kulala akaota mtu aliyekufa akamuota amerudi kuwa hai. Ni ndoto inayoashiria faraja, ni ndoto inayoashiria mafanikio, ndoto inayoashiria heshima ambayo kwamba atakuwa nayo kwa mtu atakayeota ndoto ya sampuli kama hiyo. Hiyo ni ya kwanza katika zile 6 ambazo leo tunakwenda kuzizungumza biidhnillah Ta'ala. Ya pili, an-nuqud waraqiyatun fil manami, kwa mtu akawa amelala kisha akaota pesa ya karatasi katika usingizi. Bimaana amelala akaota pesa karatasi, aidha anapewa yeye pesa karatasi ama anatoa yeye pesa ya karatasi. Ukiota ndoto ya sampuli kama hii, basi tambua kwamba faraja, neema na kufungukiwa kwa mambo yako kwa makubwa katika mustakabali wa mbele yako. Kwa hiyo kwa mtu atakayeona ndoto kama hii au mara kwa mara ikamjia ndoto ya sampuli kama hii, basi haoti ndoto hii isipokuwa ni mtu mwenye hadhi na heshima iliyokuwa kubwa sana katika mambo ya ndoto. Kwa hiyo hii ni ya pili ya mtu kulala kisha akaota anapewa pesa karatasi ama anatoa pesa ya karatasi, lakini isiwe pesa ya sarafu. Ikiwa pesa ya sarafu, haya yanakuwa ni mambo mengine biidhnillah Ta'ala. Hiyo ni ndoto ya pili katika zile 6 ambazo leo tunakwenda kuzizungumza. Ya tatu, kwa mtu ambaye amelala kisha akaota anasafiri, lakini safari yake anasafiri ni safari ambayo ya mtu amejiandaa, yani yuko vizuri katika safari yake.
bimaana hana dhiki katika safari, hana kinachomsumbua katika safari, lakini anaota anasafiri. Basi hii kama utaiota na vile vile ni ndoto ambayo haoti isipokuwa kwa mtu mwenye hadhi na heshima iliyoko kubwa sana. Kwa hiyo ukiota ndoto sampuli kama hii, basi tambua na elewa kwamba faraja kwako wewe ipo karibu sana. Neema kwako wewe zipo karibu sana. Inabashiri kwa mtu kufungukiwa na kuletewa, yani kupata mali kwa wingi sana, kupata heshima kubwa sana, kutoka nafasi moja kuna nafasi iliyokuwa juu sana. Hizi ndoto tafsiri zake ndio hizo. Kwa hiyo ni ndoto ya 3 katika zile 6 ambazo leo tunakwenda kuzizungumza kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndoto ya 4, hiraqati sha'ri fil manami, ni mtu kulala kisha akaota ananyoa nywele. Amelala kisha akaota ananyoa nywele. Kiota ndoto sampuli kama hii, ndugu yangu Islam, tambua ni ndoto ambayo inaibashiri faraja. Tambua ni ndoto ambayo inaibashiri kutoka katika hali ya chini kwenda katika hali ya juu, ama kutoka katika hali ya kati basi kwenda katika hali ya juu zaidi. Na ndoto hizi ndugu zangu, narudia tena, haoti isipokuwa ni mtu ambaye mwenye hadhi na heshima iliyokuwa kubwa sana, ndoto kama hizi. Kwa hiyo ni ndoto ya ngapi? Ndoto ya 4, kwa mtu ambaye amelala kisha akawa anaota ananyoa nywele. Amelala kisha akaota ananyoa nywele. Na hapa tuelewane kitu kimoja. Kuna kunyoa, lakini kuna mwingine akalala akaota anatoa nywele kwa mkono wake. Hii tafsiri yake nyingine. Hapa nazungumzia kunyoa nywele zako. Hiyo ni ya 4 katika zile 6 ambazo leo tunakwenda kuzungumza. Ndoto ya 5, albukau fil manami, kulia katika usingizi. Mtu akalala akaota analia usingizini. Lakini kilio chenyewe kiwe kilio cha kawaida tu, isiwe ili analia hali ya kuwa anaomboleza. Kama atakuwa analia huko anaomboleza, haya mingine na tafsiri yake nyingine. Lakini mtu tu akawa analia tu katika usingizi, basi ndoto hii inabashiri faraja, inabashiri mtu ambaye anatoka katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Inabashiri ndoto hii kwamba mtu huyu atakuwa na heshima na hadhi iliyokuwa kubwa sana kwa mtu ambaye atakuwa anaota ndoto ya sampuli kama hii. Kwa hiyo ukiota ndoto kama hii, basi itambua kwamba faraja kwako hivyo karibu, kufungukiwa mambo yako kwako hivyo kwa karibu. Lakini mara nyingi sana basi iwe inajirudia. Unaota inajirudia. Naota inajirudia. Itakuwa ni ndoto ambayo walilahi alhamdu tafsiri zake ndio hizo ambazo kwamba nakueleza hapo biidhnillahi ta'ala. Ndoto nambari 6. Ndoto nambari 6 ambayo hii itakuwa ndio ya mwisho katika zile ambazo leo tutakwenda kuzungumza. An-nuzuru au nuzulul matara, al-mataru fil manami, ni mtu kulala kisha akaota mvua. Akaota mvua usingizini. Maana amelala akaota mvua inanyesha. Kilala ukiota mvua inanyesha, tambua hizi ni ndoto ambazo zinazoashiria faraja, zinazoashiria mtu kutoka katika hali ya huzuni kwenda katika hali ya furaha, zinazoashiria mtu huyu kufanikiwa katika mambo yake, zinazoashiria mtu kufungukiwa katika ile mambo yake ambayo kwamba yeye anayafanya. Ni ndoto ambazo hazioti mtu wa kawaida isipokuwa anaota mtu ambaye mwenye hadhi na heshima iliyokuwa kubwa sana, mwenye kuota ndoto ya sampuli kama hii. Kwa hiyo hii ni ya 6 katika zile 6 ambazo leo tulipanga kuzungumza biidhnillahi ta'ala. Kwa hiyo ni ndoto nambari 6 ambazo leo tumezieleza. Ndoto hizi ukiziona basi ujiwazi kwamba faraja, kheri basi inamfuata mtu huyo, na anatoka sehemu moja kwenda katika sehemu nyingine. Bimaana kama alikuwa fukara, alikuwa maisha yake duni, basi Mwenyezi Mungu anakwenda kumnyanyua. Kama alikuwa hajulikani, hathaminiki, haitwi, basi inshallah jamii itamtambua fulani kumbe yupo, jamii itamuita, jamii itamuelewa kama kuna kiumbe anaitwa fulani. Kwa hiyo hizi ndugu yangu Islam ndio ndoto ambazo leo tumekwenda kuziangalia biidhnillahi ta'ala, za aina 6 ambazo hizi mwenye kuziota basi atakuwa ni mtu mwenye hadhi na heshima iliyokuwa kubwa sana katika hii dunia biidhnillahi ta'ala. Tukutane katika kipindi kijacho, tukutane katika darasa lingine lijalo la adhkar na dua, na usisahau kusubscribe channel yetu hii, kadhalika usisahau kulike video zetu, na kama una comment yoyote basi unaweza ukaweka comment yako hapo chini biidhnillahi ta'ala. Baada ya kusema hayo,
tule kwa muda huu tuachane hapo, tukutane katika darasa zingine lijalo na katika vipindi vingine vijavyo biidhnillah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.